a hub of hope. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu mnaofuatilia kipindi hiki, mimi ni mtumishi wenu wa siku zote, mtumishi wa Mungu Daniel Mgogo. Ninayo furaha kubwa ya kuwa mbele yenu leo ili niweze kushare na nyie mambo machache. Siku chache zilizopita nilipata fursa ya kwenda Marekani. Tulikuwa na semina ya neno la Mungu huko Dallas kwa wiki mbili. Tulikuwa huko na mshukuru Mungu kwamba kazi ya Mungu ilienda vizuri na semina tulimaliza vizuri. Wakati wa kurudi ulipofika, kama mnavyojua hali halisi ilivyo, nikiwa kule Marekani niliambiwa wazi kwamba ugonjwa umesha kuwa tishio sasa. Si tena Marekani wala China wala Italy, ni mpaka kwenye taifa letu. Mpaka nikapata taarifa kwamba hata baadhi ya ndege zimefunga safari zao, lakini nashukuru Mungu kwamba tulipata ndege ya karibu na mwisho ya kurudi Tanzania. Nilipotua airport hatukuamini mambo tuliyokuta pale. Tulikuta wameandaa vipimo vizuri vya kutucheki afya zetu. Kuna maji, kuna vitu mbalimbali ambavyo wameviandaa pale, kuna kompyuta ambazo ziko pale kupima afya za watu wanaoingia pale. Walitucheki wakasema mko salama, lakini ili tujue mko salama zaidi ni vizuri mkakae karantini mahali ambapo tumepandaa. Tunamshukuru Mungu sana, walituandalia sehemu nzuri. Tulifikia mara ya kwanza tulifikia hotelini, walituchagulia hoteli na wakatuwekea kwamba kila mmoja awe na uwezo wa kuchagua hoteli ambayo anaweza akamudu gharama zake. Kwa hiyo sisi tukachagua hoteli ambazo tuna uwezo wa kulipa kwa siku hizo 14. Wakatupeleka hapo, tukakaa hapo, na kila asubuhi madaktari walikuwa wanakuja kutupima, kucheki afya zetu. Jioni wanakuja, hata wasipofika wanatupigia simu, mnaendeleaje? Kwa kweli tuliona kabisa tunapendwa na taifa letu hili la Tanzania. Na baadaye kuna watu wachache ambao wakaanza kutokuwa waaminifu, wakaanza kutoroka kwenye zile hoteli, kitu ambacho kikaishitua serikali yetu, kikapelekea sasa serikali ichukue uamuzi mwingine. Wakatutafutia hosteli zile za Magufuli pale UDSM pale karibu na Mlimani City, watu wengi wanazifahamu. Hosteli ambazo zimeandaliwa vizuri, wakatupokea, wakatugawia, kila mmoja akapewa chumba chake cha kukaa, na madaktari wakawa wanapita hapo kila siku, asubuhi, mchana, jioni, na baadaye serikali ikachukua majukumu yote ya kututunza, kutupa chai asubuhi, chakula cha mchana, chakula cha jioni. Kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana. Nimshukuru sana 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 rais wetu kwa mambo makubwa ambayo ameyafanya, hasa niseme kwetu, kwa sababu tumetunzwa vizuri mpaka jana. Mungu ametusaidia, tumetoka, wakatupima, wakasema uko salama, sasa unaruhusiwa kwenda nyumbani. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Namshukuru sana hata waziri wetu wa afya Umi Mwalimu, yule ni mchapakazi. Nafikiri wote ni mashahidi. Yule mama halali, yule mama anahangaika sana kwa ajili yetu kuona Tanzania iko salama. Na waziri wetu mkuu ambaye na yeye ndio msimamizi mkuu wa mambo haya, maana rais alimwachia hiyo kazi aisimamie. Na rais wetu, kitu pekee ambacho mimi nimemuona ni mtu wa tofauti, ni pale aliposema huu ugonjwa lazima tupambane nao pande zote kuu mbili. Tupambane nao kisayansi, tupambane nao kiimani. Kisayansi tuhakikishe kwamba tunanawa mikono, tunafuata utaratibu wote, tunajikinga, alafu tunaweka ile distance, alafu tunaondoka kwenye ile mikusanyiko ambayo sio lazima. Akatusii pia kwamba hili swala sio kupambana nalo kisayansi peke yake, tumuhusishe na Mungu, kwa sababu siku zote mambo ambayo akili ya kibinadamu ikikwama, basi Mungu wetu anaingilia kati. Namshukuru sana rais kwa kutambua hili. Akasema jamani, tuombe, tuhakikishe kwamba tunamuomba Mungu. Na kweli watumishi wa Mungu wameomba, maaskofu wameomba, wachungaji wameomba, watu wa Kristo wetu, dini mbalimbali, kila mmoja kwa dini yake. Ndio maana tunaona taifa letu mpaka sasa hatujawa pabaya sana. Mpaka nilikuwa nashangaa, nilikuwa nafuatilia kwenye mitandao, nashangaa kuna watu eti wanalaumu kwa nini Tanzania haina wagonjwa wengi. Mpaka wanamlaumu mpaka waziri, kwa nini atangaze idadi kubwa? Sasa atangaze idadi akaitoe wapi? Idadi ya watu wanaopatikana, na kwanza watu waelewe, mpaka waziri amesimama kwenye kamera amekusanya information nchi nzima. Afiche kwa ajili ya nini? Nyie mnamuelewa huyu mama ni mkweli, ni mwazi, sio mnafiki.
taarifa zote akizipata anaziweka live. Tumshukuru Mungu aliyetulinda. Tumshukuru Mungu ambaye anaendelea kulitunza taifa letu. Ni kwa sababu tumemtanguliza Mungu. Ni kwa sababu rais wetu amemtambua Mungu kwenye maisha yake, na amelipeleka taifa lake mikononi mwa Mungu ili lilindwe na Mungu mwenyewe. Tuache hizi propaganda, tuache pressure ambazo zinatoka nje. Maana sasa hivi kuna pressure za kutoka nje. Kwa sababu gani? Kabla ugonjwa haujafika kwetu Afrika, mnakumbuka maneno waliokuwa wanatamka. Wanasema kama wazungu tumekufa hivi, Waafrika watakufa kama panzi. Na sisi tuliposikia wakisema hivyo, tukasema hawamjui Mungu tunayemtumikia wa Afrika. Kwamba Mungu yeye hana mabara, kwamba ni wa bara fulani, ni wa watu wote. Wa Afrika tukakumbuka. Wanasema ukiona mwenzako ananyolewa, sasa hivi Kiswahili kimebadilika. Zamani walikuwa wanasema ukiona mwenzako ananyolewa, wewe utie maji. Siku hizi tunasema ukiona mwenzako ananyolewa, chagua staili. Maana watu hawatunyolewi tena kwa wembe, tunatumia mashine. Kwa hiyo tulipoona wenzetu wamenyolewa kule, tukakumbuka, tukaanza kujihami mapema. Kwanza tukaanza kumwomba Mungu atulinde. Pili tukaanza kujihami mapema. Unakumbuka Umi Mwalimu alituambia mapema kwamba jamani, hata kama ugonjwa haujafika kwa dawa mbaya kiasi hicho, tuanze kupractice usafi. Tuwe tunanawa mikono. Tulianza kunawa mikono kabla hata ya ugonjwa. Tulianza kuweka zile distance kabla ya ugonjwa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba ameendelea kututunza na kuendelea kulitunza taifa letu. Mimi nasema tuendelee kufuata ushauri ambao wataalamu wetu wanatushauri. Hata jana nilikuwa nasikia mwenyekiti wetu wa kamati ya amani, Shehe mkuu wa Dar es Salaam, alikuwa anasema sisi viongozi wa dini tuko tayari kufuata maelezo yote ambayo tutapewa na serikali yetu. Yale yote ambayo watatuagiza sisi kama viongozi wa dini, tuko tayari tena kuambia, kuwaelekeza, na ninashukuru tulipofika sio pabaya sana. Kwa hiyo tuendelee kujilinda. Mimi ni wasihi tu wa Tanzania. Watu wengi wanaogopa kuhamasisha watu. Wanafikiri ukihamasisha watu umeingilia mambo ya watu wengine. Hapana. Kitu pekee, tusilete tafasiri iliyo tofauti. Takwimu na maendeleo ya nchi yetu tunaendeleaje, hayo ni kazi ya waziri mkuu na waziri anayehusika na mambo ya afya na rais wetu. Lakini masuala ya kuhamasishana ni ya kila mmoja. Tukumbushane kwamba jamani tunawe mikono, tukumbushane kwamba jamani tuache mikusanyiko ambayo haina maana, tukumbushane na usiwe mbishi. Tukikwambia nawa mikono, nawa. Tukikwambia weka kidogo hatua, fanya. Ubishi ndio wakati mwingine unaleta shida katika maisha yetu. Na tunaamini kabisa ili nalo litapita. Ili nalo tutavuka. Ili nalo litabaki kuwa historia. Hebu fika mahali ujione wewe ndio uliye salama katika maisha yako. Wewe ndio uliye salama, umepona corona. Na sasa kazi ulionayo ni kujilinda ili usije kuipata hiyo corona. Ukijilinda wewe na mimi nikajilinda na mwingine akajilinda, corona itakosa pa kwenda. Lakini tukizarau mambo kama haya, tutajikuta tunaangukia kule. Kwa hiyo tufanye mambo yote mawili kama rais wetu alivyosema, tupambane kwa maana ya kisayansi, lakini upande wa pili tusiache kuomba. Watumishi wa Mungu tuombe. Unajua kuna wakati kuna watu wanajidharau. Anasema hivi, mimi nikiomba kweli Mungu anaweza kanisikia. Ndugu, sikia. Wale wasomaji wa Biblia, Goliath alikuwa tishio kwa jeshi la wana wa Israeli. Walifika mahali wakawa wanamuogopa, walikata tamaa. Lakini cha ajabu, aliyekuja kuliokoa lile jeshi ni Daudi, ambaye hakuwa mwanajeshi, hakuwemo kwenye kundi la watu ambao walikuwa wanathaminiwa kwamba wanaweza kuitetea nchi. Alionekana ni mtu wa kawaida sana, mchunga ng'ombe tu huko. Kwa hiyo wanajeshi wanatetemeka, wamekata tamaa. Kumbe mwenye majibu ya kulisaidia jeshi yuko anachunga kondoo. Siku moja baba yake akamwambia peleka chakula kwa kaka zako wako vitani. Kwa hiyo yeye wazo lake lilikuwa kupeleka chakula tu. Alipofika pale ndo anakutana na hilo Goliath linatukana, linatoa dhihaka. Sasa Daudi moyo ulimuuma, akasema jamani, mbona mnamwacha huyu? Akasema wewe unaliona pande lile jitu, sisi tutafanyaje? Daudi akasema hebu nipende mimi nafasi niende. Wakamdharau, akasema wewe, yaani wanajeshi ambao tunawategemea wameshindwa, utaweza wewe? Daudi akasema jamani, mimi ninaye Mungu, nitakwenda kupambana na yule mjamaa. Wakajaribu kumvika silaha, akaona nzito, akachukua kombeo yake. Kwa sasa hivi tunasema manati. Akachukua kombeo yake, akakota mawe 5, ingawa yote hayakufanya kazi. Hayakufanya yote, ilifanya moja tu. Akaweka mle, akamwendea Goliath, akamwambia wewe unanijia kwa mikuki, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Daudi akafanyika ukombozi, akampiga Goliath, akafariki. Alipokufa hapo wanajeshi wakaanza kushangilia. Wale ambao walikuwa wanategemewa vita imewashinda, Daudi amekuja kuondoa aibu. Mimi nasema
Kweli tunaliona ni corona kama ni Goliath, kama ni jitu ambalo limeshindikana, limewashinda wale ambao tunawategemea. Maana tulikuwa tunawategemea tiba kutoka Ulaya, kwamba huko ndio wataalamu, wana maabara kubwa, wana vifaa vya kisasa, lakini ni Goliath, corona limewashinda. Sasa sisi huku tunaweza tukawa tunakata tamaa, lakini kumbe wewe mtumishi wa Mungu, wewe ndio Daudi wetu, wewe ndio unajiwe. Kwa hiyo wewe omba, funga hii corona katika jina la Yesu. Omba, usijidharau. Unaweza ukawa upo kijijini wapi, uko Makaleli, sijui Rupepo, uko wapi, Liale, uko Kigoma kule Mabamba, sijui uko vijijini kabisa, uko Bukoba, uko wapi, lakini una ufunguo wa corona, una uwezo ukaifunga corona. Usijidharau kwamba haya mambo wanapaswa kuombea wachungaji wakubwa wanaofahamika mitandaoni. Mitandao inaweza kumpromote mtu, lakini akawa mtu wa kawaida tu. Na wewe una Mungu, ingawa hakuna mtu anayekujua. Una connection nzuri yako na Mungu. Tamka kitu, funga hii corona, usijidharau. Lakini pia hata wanasayansi wetu ambao Mungu hapa Tanzania, msikate tamaa kwamba kama China wameshindwa kupata dawa, Marekani wapi, inawezekana mtu atakayegundua dawa ya corona katika Tanzania. Mnajua, muendelee kupambana, usikate tamaa. Asiwepo hata mmoja wa kukata tamaa, wa kuona yeye hawezi, mimi siwezi kufanya hiki, siwezi. Hapana, kila mmoja tujitume kupambana na huyu Goliath. Yawezekana wewe unayenisikiza ndio Daudi wetu. Yawezekana unayenisikiza ndio una ufunguo wa kufunga corona isiendelee. Fanya maombi, omba, usijidharau. Usiseme mimi Mungu hawezi kunisikia. Yawezekana wewe kwa maombi yako machache Mungu akaiponya taifa letu, akaponya dunia nzima. Na ndio maana hata rais aliongea maneno ya kututia moyo wa Tanzania. Watu wengine wakasema, rais ameongea maneno ya ameonyesha kama anaidharau corona. Unajua watu hawajui ukubwa wa uongozi wa mtu mwenye akili timamu. Unajua kiongozi mwenye akili timamu ni yule anayewatia moyo watu wake. Sisi kwa mfano, sisi wengine ni wazazi. Hivi watoto wakianza kulia kwamba mwaka huu tutakufa njaa, mama yao naye akadakia akasema kweli, yani mwaka huu tutakufa. Na wewe baba ukasimama ukasema yani tutakwisha kabisa. Si watoto watakufa kabisa hata kabla ya njaa yenyewe. Lakini baba unatakiwa kusimama imara, unawaambia hafi mtu hapa. Wakati huo unajua kabisa mfukoni huna kitu. Lakini unaamini nitapambana, watoto hawatakufa. Namshukuru sana rais wangu kwa hapo, big up kabisa. Alitutia moyo, ndio maana unaona hata Tanzania tunaishi hatuna pressure. Mataifa mengine huko watu wamekufa sio kwa sababu ya corona. Wamekufa kwa sababu ya hofu. Mmesikia kuna watu walijinyonga. Watu walijirusha magorofani tu kumwambia kwamba na corona anaamua kujiua. Hao ni virus ambao ni wa kupita. Yaani unaweza kutibiwa na unakuwa mzima. Ndio maana tumesikia waziri wetu akituambia kuna watu walikuwa na corona wamepona. Sasa je, wangejirusha magorofani tungekuwa nao leo? Wangejiua. Lakini walipotiwa moyo na rais kwamba huu ni ugonjwa kama magonjwa mengine, tutadili nayo kama tunavyodili na malaria, tunavyodili na kifua kikuu na magonjwa mengine. Alitutia moyo, ndio maana wa Tanzania hatuna pressure hiyo. Tunanawa mikono, hatuna pressure. Tunaweka distance, hatuna pressure. Tunaishi, hatuna pressure. Kwa nini? Mkuu wa nchi alituondolea pressure. Kwa hiyo naomba na wewe usikate tamaa. Mimi na shuhuda za watu wengi huko nje wamenipigia ambao walikuwa na corona kabisa. Leo ni wazima kabisa, wanaendelea na maisha mengine. Niliona ni share kidogo na nyie ushuhuda wangu huu kwamba mimi mwenyewe pia nilikaa karantini siku 14 kwa uaminifu kabisa. Nilifuata masharti mpaka nimetoka. Tulipokuwa kule kwenye karantini, watu wakawa nasema, na wewe mchungaji uko hapa? Nikamwambia no, huu ugonjwa hauna cha mchungaji, hauna cha nani. Mtu yeyote tu anaweza kupata. Na ndio maana tunapaswa kutii sheria. Ule utaratibu unaowekwa na nchi. Hata ungekuwa mtu maarufu pale, tulikuwa na watu maarufu sana hapa Tanzania, ingawa hawataki kusema kama wako hapo. Hata mimi hamkujua bila kutokea kwenye kamera leo kwamba niko pale, lakini tuna watu wakubwa wako pale, wafanya biashara wakubwa, watu wanaomiliki makampuni makubwa wako pale, wametii sheria bila shuruti. Tuko pale kwa amani kabisa na tunashukuru Mungu. Tumemaliza vizuri, tumetoka. Mimi niwatie moyo pia na Watanzania wenzangu ambao wengine wako nje. Na hili nilisemee kwa sababu kuna watu wengine wanasema kwa nini serikali haikuwafungia huko. Ngoja niwaambie kwamba si wote walioko Ulaya wanaishi kwa watu. Kwa mfano mimi walinitafutia chumba hotelini. Nimemaliza muda wangu, natakiwa kurudi. Hivi hata kama Tanzania huku mnasema wafunge mipaka, sasa ningebaki Marekani, nibaki kwa nani? Ndio maana serikali iliona hilo. Wakati tunakuja kwenye ndege tulikuwa na marubani ambao walienda kwenye programu zao za kuongezea ujuzi. Sasa chuo walichokuwa nasoma kimefungwa.
Hoteli waliokuwa nakaa imefungwa, kila kitu kimefungwa. Sasa maana yake ukikaa pale ufe njaa. Kwa hiyo ilibidi wafanye juu chini kutafuta ndege kurudi Tanzania. Kwa hiyo naomba msitunyanyapae. Wengine hatukwenda kule kwa malengo mabaya. Wengine walienda kule kusomea udaktari kwa ajili ya taifa. Wengine walienda kule kufunga mizigo kwa ajili yetu wenyewe. Vifaa vingi mnavyochukua kule Kariakoo, kuna watu wanavifuata nje. Mimi hapa nilipo nina cheti tayari cha kwamba nimemaliza siku zangu za kukaa kwenye karantini, kwa hiyo niko vizuri. Msininyanyapae, niko salama kabisa. Mungu awabariki sana. Nilipenda kushare mambo kama haya. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba kwa wale ambao mlikuwa mnafuatilia mahubiri yangu, sasa nimerudi, tuendelee kuonana YouTube. Wengi wao hamjasubscribe kwenye YouTube yangu. YouTube yangu kuna watu wengi wamechanganya. Wakitaka kumtafuta Daniel Mgogo, wanaenda tu moja kwa moja Daniel Mgogo. Ukisearch kwa jina la Daniel Mgogo, utawakuta akina Daniel Mgogo wengi. Kuna watu wamefungua YouTube kwa jina langu ili wapige hela huko YouTube. Lakini ya kwangu iko tofauti. Ya kwangu ninaanza na neno pastor. Anza na jina pastor. Pastor Daniel Mgogo. Hapo ndo utapata. Na tunaweka mahubiri kila siku. Vijana wangu wako vizuri.